Mjambo wa ndugu wasikilizaji wa Ubembe TV, ni ndugu yenu Patriote Resistant Combatant. Tuangalie kwa ajili ya mkataba wa SADC na M23. SADC ni jumuiya ya kusini mwa Afrika ambayo iliundwa pa Lusaka, Zambia, tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka wa 1980. Kwa malengo, nitataja lengo limoja tu: kuleta usalama na ulinzi. SADC ilifika Kongo katika mwaliko wa serikali ya Kongo. Rais Chilombo ndio ambaye alialika SADC kama mwanamemba wa SADC kuje kumsaidia katika matatizo hii ambayo inayokumba Kongo. Sisi wote tunajua gisi SADC ilifika Kongo, gisi ilitumika. Je, ilitumika kazi ambayo ilikuja kufanya? Tukiangalia tutaona ya kuwa wao wanamemba wa SADC wakati walifika Mkongo, na ndio hao ambao hakuna kazi ambayo walioifanya. Hakuna kazi ambayo waliofanya kusipokuwa ni wao walijiunga na M23 kuwapata silaha na vifaa vingine, na mpaka gisi Goma ilikuwa tombe, mpaka gisi Bukavu ilikuwa tombe. Leo wamepanga kurudi manyumbani kwao. Kitu kwa kushangaza, tunakuwa kuona wamesaini mkataba na M23. Je, M23 ndio ambayo iliwalika? Je, M23 ndio memba wa SADC? Ndio pale wakongomani tufungue macho. Unaona gisi traizo iko mwali ya juu, kwa sababu haiwezekani ni kuita uje unisaidie, unashindwa kunisaidia, alafu yule mtu amenikimbiza labda chumba cha pili, kisha wewe unaingia mkataba naye. Na mkataba wenyewe unasemaje? Mkataba wanasema ya kuwa wanataka rudi manyumbani kwao. Kwa gisi watarudi manyumbani kwao, wasitumie njia ya Rwanda, ila watumie airport ya pale pale Goma. Na ile airport kwa sababu imeharibika, inabidi waitengeneze, waikarabati. Je, SADC ilikuja kwa kusema kutengeneza vitu ambavyo vilioharibika, ama ilikuja kufanya ndio ulinzi? Sasa ni hapo ambako wanaficha, kuna siri ambao wanaficha raia wasijue. Baada ya kufanya uchunguzi, tumeona ya kuwa hizi nchi za SADC zinatafuta kuingia mkataba na M23. Unajua ya kuwa Kongo ni dhaifu, na kila mtu sasa hivi anaona nafasi ya kukulia, nafasi ya kupatia. Ndio maana wanadanganya watu ya kuwa eti ni mkataba wa kusema wanataka kuondoka, ila haiko mkataba wa kusema wanataka kuondoka. Ni kwa kusema wakuwe karibu, wajenge urafiki. Wajenge urafiki na M23. Ukiangalia inamaanisha maeneo ya Goma ama sehemu ambazo M23 imekamata, ni kama inakuwa nchi nyingine, kwa sababu inakuwa inaingia mikataba
na majumuiya tofauti tofauti. Leo tumeona Sadeki, kesho tutaona nyingine. Kwa sababu wanaweka imani sasa hivi kwa M23. Kwa sababu ni kitu ambacho akiwezekani mtu akualike usisaini naye mkataba ama usivunje ule mkataba naye, lakini unasaini mkataba na mtu mwingine. Je, hilo ni jambo ambalo linawezekana? Ukiangalia haliwezekani. Kwa nini yeye rais wa Kongo asivunje ule mkataba? Asiseme ya kuwa kama nataka kurudia, sawa tumevunja ule mkataba, gisi maeneo wameshavamia. Je, hiyo maeneo ambayo imetekwa inakuwa nchi nyingine? Ni jambo la sisi wa Kongomani tujiulize. Je, hiyo maeneo ambayo M23 imeteka inakuwa nchi nyingine? Ni nchi ile ile ya Kongo. Je, serikali ya Kongo imesema imeshindwa kuangalia ile maeneo? Haijashindwa. Lakini sasa hivi mainchi zinaanza ingia mkataba na M23 ya kuonesha ya kuwa M23 ndio inamiliki ile maeneo. Yani ile maeneo inakuwa kama ni nchi nyingine. Ile maeneo inakuwa kama sio Kongo. Ila wanaficha watu, wanashindwa kwa kuambia ukweli. Ndio pale unasikia wanasema eti ni mkataba wa kujenga. Sio mkataba wa kujenga. Ni mkataba wa kupora mali ya Kongo. Ni mkataba wa kusema hizi nchi za Sadeke ziwe karibu na M23, wao warafiki. Huo ndio ukweli ambao upo katika uchunguzi ambao tuliufanya. Inakuwa kuonekana kama M23 inataka kuweka urafiki ama imeweka urafiki toka zamani na hizi nchi, kwa sababu toka zimefika ndani ya Kongo hakuna kitu ambacho zimefanya. Ni kazi ya kupora tu mali ya Kongo. Ndio hivyo tunaomba wa ndugu zetu wa Kongomani muangalie mbele, mfungue macho. Mfungue macho. Yani kwa sasa hivi wameweka imani kwa M23 ya kuwa kama ile nchi, kwa sababu wao ndio wanaikontrol sasa hivi, inakuwa kama ni nchi nyingine, kwa sababu ni vitu ambavyo haviwezekani. Wa ndugu zetu wa Maimai, mfungue macho. Muendelee kukaza sehemu ambako mliko. Muache kusikiliza mambo ya hawa wa politisie Kongole. Muache kusikiliza hawa mambo ya hawa wafanyasiasa wa Kongo. Mukae kwa pamoja, mukae kwa amani, muungane nyinyi wote. Muache mambo ya madivision. Muungane kwa pamoja. Mkuwe na nizamu, msikilize wakubwa wenu. Ndio hivyo wa ndugu zangu wa Kongomani wenzangu, tufungue macho. Inchi iko inaenda pole 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 pole. Kama tufungui macho, tutajikuta tunatawaliwa, tunaendelea kutawaliwa. Tufungue macho, tupiganie nchi yetu. Hakuna mtu ambaye atakuja kutupigania kama sisi wenyewe. Kama mlimfuata Rais Ndayishimiye wa Burundi, anaongea ye mtu kama rais, naye ni mtu alitoka mpori. Anasema Wakongomani mujitahidi, muendelee kupigana, mshimame. Hakuna mtu ambaye atawapigania kama sio nyinyi wenyewe Wakongomani ambao mtapigana. Na ndio hapo wa ndugu zangu Wakongomani wenzangu, wa ndugu zetu wa Maimai, muendelee kushimama. Muachane na ile madivision, muachane na ile mahene ambao hazina kichwa wala miguu. Mshimame, nchi iko inazidi kwenda pabaya. Asante sana. Alikuwa ni ndugu yenu Patriote Resistant Combattant.